kama wewe unafanya biashara, basi kuna sheria moja ya msingi sana ambayo unapaswa uifahamu, na ukifahamu nitakupa na mbinu ambazo zitakusaidia ili kusudi uweze kuilinda hii sheria na kanuni, ili kusudi uendelee kuwa mtu wa matokeo mazuri kwenye biashara yako. Hiyo sheria inaitwa ni sheria ya uhusiano, laws of partnership. Hakuna mtu aliyeweza kufanikisha jambo peke yake. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kufanikiwa akiwa peke yake. Ni lazima ahitaji watu, tena si tu watu wa msingi, watu wenye uwezo, watu ambao wana uzoefu mkubwa, ambao watakuja kwake na watakuja wamsaidie ili kusudi aweze kupiga hatua kwenye maisha yake. Sasa hata wewe pia kama una watu wa msingi, watu wenye uzoefu, watu wenye uwezo kwenye keria yako hasa ya biashara, unatakiwa kuwa makini sana na hao watu, kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kuweza kupotea, na watu wengi wameweza kuwapoteza hawa watu na hawajui waweze kufanya nini ili kusudi hawa watu waweze kuwarejesha tena kwenye maisha yao. Sasa wewe kama ni miongoni mwa watu ambao bado una hawa watu wa msingi, nitakupa mbinu 4 ambazo unaweza kuzitumia ukalinda uhusiano wako wewe na wale watu wako wa msingi ambao wana uwezo, watu wana experience ya juu sana kuliko wewe. Na ikatokea hizi mbinu ukaanza kuzi-apply leo, basi itakuwa ni daraja la haraka sana la kuweza kuendelea kuwalinda watu wako, kuendelea kufanya closeness na watu ambao unao kwenye maisha yako, hasa watu wa msingi. Mbinu ya kwanza ambayo unatakiwa kuifanya ili kusudi uendelee kutengeneza uhusiano mzuri na watu wako wa msingi, unatakiwa kupatikana pale wanapokuhitaji. Mbinu ya kwanza, unatakiwa kupatikana pale wanapokuhitaji. Ni watu wengi sana wameweza kupoteza mahusiano, hasa na watu wa msingi, watu ambao wana uwezo mkubwa, watu ambao wana uzoefu mkubwa, hasa kwenye biashara yao. Ni kwa sababu walikuwa busy pindi walipokuwa wanahitajika. Sasa wewe kama ni miongoni, unatakiwa kupatikana pale unapokuwa unahitajiwa na wale watu. Unatakiwa kugundua kwamba mtu anapokuwa anakuhitaji, yaweza kuwa anapitia hali fulani kwenye maisha yake, na hali zipo za aina mbili. Kuna hali ya huzuni na hali ya furaha, na wewe unatakiwa kuwa mstari wa mbele, upatikane kwenye kila hali ambayo wao wanapitia. Kama wanapitia hali ya furaha, aidha wameweza kupata matokeo kwenye biashara zao, au wameweza kupata furaha zipo nyingi kwenye maisha, au ni wakati wanasherekea tukio fulani, ndoa, wameweza kugraduate kwenye kitu fulani, au wameweza kupata matokeo makubwa kwenye jambo fulani, unatakiwa uweze kuhudhuria, unatakiwa kupatikana kwenye hiyo hali. Na hapo utakuwa umetengeneza bondi ambayo ni imara sana kati yako wewe na wale watu, na itakuwa ni ngumu sana kuweza kuwapoteza wale watu. Lakini pia kuna hali ya huzuni, hali ya majonzi. Hizo hali huwa zinatokea kwenye maisha. Unapokuta kwamba yule mtu ambaye unahusiana naye ameweza kupata changamoto, unatakiwa kupatikana kwake. Kama amepata msiba, nenda kampe pole. Kama amepata changamoto fulani, amekula hasara, ameshindwa kuendelea na kitu fulani, nenda patikana kwake. Nenda kamtie moyo kwenye jambo ambalo linamsumbua. Hiyo itasaidia kuweza kutengeneza bondi ambayo ni strong sana. Na huyu mtu hata kama awe na uwezo kiasi gani, awe na uzoefu kiasi gani, hawezi akakutupa, hawezi akakuacha. Kwa unatakiwa kufuata hii mbinu kama unataka uweze kuendelea kutengeneza mahusiano mazuri kati ya wewe na watu wako kwenye maisha yako, hasa maisha ya kibiashara. Lakini mbinu ya pili ambayo una uwezo wa kuitumia kuweza kulinda watu wako wenye uwezo, kuweza kulinda watu wako ambao wana uzoefu mkubwa, kuweza kulinda watu wako wa msingi wasiweze kupotea, unatakiwa kuwafikiria. Na hii ni ngumu sana kwa watoto wa kiume. Ni ngumu sana kuweza kuchukua simu yako na kuweza kumpigia mwanaume mwenzako kumwambia, bwana, leo nimekukumbuka sana, leo bwana, nimekufikiria sana. Lakini usichojua ni kwamba ni kitu kidogo, lakini kinaleta matokeo makubwa sana. Kinaleta bondi ambayo
ni imara sana. Punde unapokuwa umemkumbuka mtu yoyote, unatakiwa kumpigia simu ama kumtumia hata ujumbe kwamba bwana, nilikuwa napita sehemu fulani lakini nimekukumbuka sana. Nimekukumbuka sana. Yeye atakapokuwa ameuona ujumbe wako, atapata taarifa, ataona kwamba kumbe huyu ni jamaa ambaye ni mtu wa msingi sana kwangu. Mpaka anapata na muda wa kuniweza kunikumbuka mimi. Huyo mtu atakuweka kwenye subconscious mind yake. Na itakuwa ni ngumu sana pindi utakapokuwa unahitaji msaada kuweza kukunyima huyo mtu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa ni mtu ambaye wa kuwakumbuka watu, hasa wale ambao wewe unajua ni watu wa msingi kwenye maisha yako. Unapopata muda, unapowakumbuka basi wajulie hali, wapigie simu au watumie ujumbe ili uonyeshe uwepo wako kwenye maisha yao. Na ukifanya hivyo itakuwa ni ngumu sana watu wako wa msingi kuweza kupotea kwenye maisha yako. Lakini mbinu ya tatu ambayo ni ya msingi sana, ambayo itasaidia sana kuweza kuwalinda watu wa msingi kwenye maisha yako wasiweze kupotea, watu wenye uwezo, watu ambao wana experience, watu ambao wana uzoefu mkubwa wasiweze kupotea kwenye maisha yako, basi unatakiwa kukubali unapokosea. Ni watu wengi ambao wameweza kupoteza watu wao wa msingi ni kwa sababu hawakubali pale ambapo wenyewe wanakosea. Kuna watu ambao wenyewe wanajiona wao ni watu ambao hawawezi kukosea. Kila kitu ambacho wenyewe wanakiwaza wanaona ni kitu ambacho ni sahihi, lakini watu wengine watakapokuwa wanawaza wanaona ni watu ambao wanakosea. Hutakiwi kuwa mtu wa namna hiyo. Unatakiwa kukubali pale unapokosea. Na hao watu tunasema ni akina Mr. and Mrs. Right. Ni watu ambao wanaona wao tu ndio wanatakiwa kuwaza vizuri. Wao tu ndio wapo sahihi. Hakuna mtu ambaye ni perfect ya 100% katika dunia ya sasa. Ni lazima ukubali pale unapokuwa umefanya vibaya, pale unapokuwa umekosea. Na hiyo sio udhaifu. Inasaidia kutengeneza strong association, strong bond kati yako wewe na mtu ambaye wewe unataka kutengeneza naye uhusiano. Kama ni mtu wa msingi kwenye maisha yako, wewe umeweza kufanya jambo ambalo unahisi kabisa kwamba yaweza kuwa yeye amejisikia vibaya au umekosea, basi kubali. Unapokuwa umefanya vibaya, kubali kukosolewa ili kusudi uweze kupata benefit kwenye maisha yako. Lakini kitu kingine cha 4 ambacho kinalinda mahusiano mengi sana na unatakiwa kukifanya ili kusudi watu wako wasiweze kupotea kwenye maisha yako, hasa wale watu ambao wana uwezo, watu wenye ujuzi, unatakiwa kuacha kuassume. Don't assume. Kuna watu wengi wameweza kupoteza mahusiano mengi ni kwa sababu wanapenda sana kuassume. Mtu amechukulia jambo fulani katika hali ambayo ni ya kitofauti sana, kumbe ni kwamba tu alikuwa hajaelewa. Ni wengi, hata wewe yaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao unakumbuka kwamba kuna jambo liliweza kukukera sana kwa rafiki yako, lakini baada ya rafiki yako kuweza kukuelezea ukaona kumbe ulikuwa umefanya hivyo kwa sababu tu ulikuwa hauna taarifa, ulikuwa umeassume. Unatakiwa usiwe mtu wa hivyo. Utapoteza mahusiano mengi sana na watu wa msingi na watakuwa wanaondoka kila wanapokuja kwenye maisha yao. Utakiwe kuassume kwenye maisha yako. Unatakiwa kuwa na uelewa wa hali ya kutosha pale unapokuwa unafanya maamuzi, hasa maamuzi ambayo yanamlenga rafiki yako au maamuzi ambayo yanalenga watu wako wa msingi kwenye maisha yako. Na ukizingatia hayo yote, basi utakuwa ni mtu ambaye utakuwa unatengeneza mahusiano mazuri na watu wako wa msingi na hawataweza kuondoka kwenye maisha yako. Na utakuwa ni mtu wa mafanikio daima. Fanya hivyo kama unataka kuwa ni mtu wa matokeo. Asante sana.